Nafikiri TFF na wamiliki wa uwanja wameshindwa kuitendea haki klabu ya Simba na wameihujumu Simba bila wao wenyewe kujua. Wajua wakati mwingine mnaweza mkafanya kitu ambacho kinaweza kumwathiri mtu mwingine bila nyewe kujua. Simba walikuwa wanajulikana kabisa kwamba wanaenda kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mashindano ya kimataifa na kila mtu alikuwa anajua hicho kitu. Sasa kama kila mtu alikuwa anajua kwamba Simba atatumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mashindano ya kimataifa, kwa nini uwanja usingefanywa marekebisho ambayo yanakidhi au yana ubora? Uwanja usingefanywa marekebisho ambayo yana ubora au ambayo yatakaa mpaka mwishoni mwa msimu? Kwa sababu huu ni uwanja ambao ulifungiwa na CAF, na baada ya kufungiwa na CAF ulitakiwa kufanywa marekebisho, na marekebisho ambayo yatakiwa kufanyika ni marekebisho kwenye eneo la kuchezea. Lakini cha kushangaza ni kwamba marekebisho kwenye eneo la kuchezea yalifanywa na kwenye mchezo mmoja tu. Baada ya kuchezwa kwenye mchezo mmoja ukaharibika tena, ikabidi pia wamiliki wa uwanja waufungie uwanja. Na baada ya wamiliki wa uwanja kuufungia wenyewe, manake Simba wanalazimika kwenda kucheza mechi ya finali ya nusu finali kule visiwani Zanzibar, sehemu ambako Simba hawana uzoefu nako. Simba wana uzoefu mkubwa na uwanja wa Benjamin Mkapa, sehemu ambao wamezoea kufanya comeback nyingi za kibabe pale, sehemu ambao wamefanya miujiza yote kwenye mpira pale Benjamin Mkapa. Na this time around kuwapeleka Zanzibar, manake unataka kuwahujumu Simba, kuwaondoa kwenye mashindano bila wewe mwenyewe kujua, kwa sababu ule sio uwanja ambao Simba wameuzoea. Ndio timu ya mpira wa miguu ikipelekwa kwenye uwanja wote inapaswa kucheza mechi, lakini mechi kama hizi ni mechi muhimu, ni mechi ambazo zinahitaji maandalizi kisaikolojia. Na Simba kisaikolojia, uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja ambao wameuzoea zaidi kwenye hizi mechi za mtoano. Ndio uwanja ambao wao wenyewe wanakuambia pale hatoki mtu, na mara zote wamekuwa wakifanya vizuri kwenye ule uwanja. So I believe kwamba kwa kile ambacho Simba wamekifanya Benjamin Mkapa, au ambacho wamekuwa kikifanya Benjamin Mkapa, kilipaswa kuendelea. Na watakiendeleza vipi pale Benjamin Mkapa? Ni kushinda mechi zao vizuri ambazo wanacheza pale Benjamin Mkapa. Sasa kuwatoa pale Benjamin Mkapa kuwapeleka huko Zanzibar, manake ni hicho kinasababisha washindwe kuwa na uwezo wa kufanya zile comeback ambazo wamezoea kuzifanya huko nyuma. Manake itaisababishia Simba isiwe kwenye ule ubora ambao tumeshuhudia wakiwa nao kwenye mechi za mtoano, hasa wakiwa wanacheza nyumbani, kwa sababu waenda kucheza kwenye kiwanja ambacho hawajazoea kukitumia kwenye mechi za kimataifa, lakini ni kiwanja ambacho ni kizuri. Sasa sometimes hauhitaji tu uzuri wa uwanja, unahitaji pia ubora wa wachezaji na kikosi kwa ujumla kuonesha uwezo mzuri. So naamini kwamba Simba kutumia uwanja wa Amani pasina kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa inaweza kuiathiri Simba kwa namna moja ama nyingine, na kuifanya Simba isiwe kwenye ule ubora ambao tumeushuhudia wakiwa nao kwenye mashindano ya kimataifa wanavyokuwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. I believe on that, kwa sababu wote tunajua ubora wa Simba wakiwa Benjamin Mkapa ni mkubwa kuliko ubora wa Simba wakiwa kwenye kiwanja kingine chochote. Maana yake wamiliki wa uwanja na TFF hawajaizingatia Simba kwenye maboresho ambayo wanatakiwa kuyafanya. Maana kama wangekuwa wameizingatia Simba na wangefanya maboresho ambayo yangeweza kukidhi kusubiri mpaka michezo ya nusu finali mpaka finali yenyewe. Sasa kama leo wamefanya maboresho ambayo imechezwa mechi moja tu na uwanja umeharibika tena, maana yake wasimamizi wa uwanja hawakuwa makini kwenye maboresho ambayo walikuwa wanayafanya. Maana yake imenyesha mvua mara moja tu uwanja umeharibika tena umefungiwa. Sasa Simba kwenda Zanzibar, maana yake hawezi kuwa kwenye ile performance bora ambayo walikuwa nayo kwenye game ambazo wamewahi kucheza Benjamin Mkapa na wakafanya maajabu makubwa. Ukumbuke hizi ni mechi za mtoano. Ni mechi ambazo unahitaji zaidi kufunga mabao mengi ili uweze kufuzu kwenda hatua inayofuata. Sasa kama unacheza kwenye kiwanja ambacho hujakizoea, ni ngumu kufunga mabao mengi, na ndio maana CAF wamekuwekea nyumbani na ugenini, ili kama utashindwa kufunga mabao mengi ugenini, basi uwe na uwezo wa kufunga mabao mengi nyumbani. Sasa hii ambayo umeifanya Simba hii ambayo imefanyika sasa hivi ni kuifanya Simba ishindwe kufunga mabao mengi nyumbani, wanaishindwa kufunga mabao mengi ugenini kwa sababu wamebadilisha kiwanja ambacho hawajakizoea. So naamini kwamba TFF na wasimamizi wa uwanja ambao ni serikali walikuwa na namna nyingine ya kufanya, au walikuwa na uwezo wa kufanya maboresho ya haraka ambayo yangeifanya Simba icheze mechi yake Benjamin Mkapa na waweze kufanya vizuri kwenye haya mashindano. Lakini kuwapeleka kushindwa kufanya maboresho kwa haraka ni kuihujumu Simba bila wao wenyewe kujua. Sidhani, mimi binafsi yangu naamini kwamba maboresho yalikuwa na uwezo wa kufanyika mapema na yasingeweza kuiathiri Simba kama watu wote walikuwa serious kwa ajili ya kuifanya kwa ajili ya kufanya maboresho ambayo yataifanya Simba icheze Benjamin Mkapa.
Yaani Simba kuto kucheza Benjamin Mkapa tayari ni athiriko la kwanza, lakini ni faida nyingine ambayo wanaipata Stellenbosch. Kwa mtazamo wangu, TFF na serikali ambao ndio wamiliki wa uwanja walikuwa na uwezo wa walipaswa kufanya maboresho mapema kabla ya Simba mchezo wa nusu finali hujakaribia, ili waweze kucheza hapa Benjamin Mkapa ambapo wamepazoea. Kwa sababu Simba anapofanya vizuri sio faida ya Simba pekee, ni faida ya taifa la Tanzania kwa ujumla.